Hakika hajawahi kupata hasara yule atakayetenga muda wake kwa ajili ya kutafuta elimu. Na katika maajabu ya kuhudhuria kwenye vikao vya elimu, mimi huvutiwa sana na hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam pale aliposema idha kana yaumul jumaa waqafatil malaikatu ala abwabil masajid, inapofika siku ya Ijumaa malaika husimama kwenye milango ya misikiti, fayakbuna al-awwal fal-awwal, wanaandika watu kwa masaa wanayoingia, wa kwanza muda fulani, pili kama saa ya pili, saa ya tatu, wanaandika zile saa za fadhila. Fa idha dakhala al-imam, lakini imamu anapoingia bimaana khatibu akapanda juu ya mimbar, malaika wanafunga madaftari na wanakaa wanasikiliza khutba. Sasa niuliza, malaika wanataka nini kwenye khutba zetu sisi? Yani sisi tunacho cha kuambia malaika, ittaqullah ya malaikatallah. Inawezekana kweli? La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hawajui maasi ni kitu gani. Daiman fi ta'ati Allah yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Lakini kwa nini malaika wanakaa kwenye hilaqu dhikr na majalisu dhikr? Kuonyesha umuhimu wa elimu. Lakini zaidi ya hapo, hata kama kinachosemwa unakijua, utapata sehemu ya fadhila. Hata kama kinachosemwa hukielewi, madamu umekaa unapata sehemu. Inawezekana kabisa muhadhara unatolewa katika lugha ambayo si lugha yako na hakuna neno unalolijua. Kuelewa ni kitu na kupata fadhila ni kitu kingine.